Mimi litaka kwanza kuwasalimia, na pili kushukuru na kuwapongeza viongozi kuona kwamba Babu Duni anaweza kuambatana na mwenyekiti mwenyewe kwenda kwenye mazungumzo ya wastaafu. Ni heshima kubwa, na siku alonipigia simu mwenyekiti akaambia, Babu kesho tunakwenda kuonana na wastaafu na wewe mstaafu. Nikamwambia tofauti yao moja tu, wao wastaafu wa uraisi, wewe mstaafu wa mwenyekiti. Nilishukuru na nimeshirikiana naye. Waheshimiwa, tulikwenda kuzungumza na wastaafu walokuwa wameshakuwa marais wa nchi hii. Kwa hivyo tulivyokuwa tukizungumza kwamba tunayajua, hatukuzungumza mambo ya mageni. Dr. Karume shakuwa rais, Dr. Sheni shakuwa rais, Mheshimiwa Othmani Masoud shakuwa mwanasheria mkuu, anasema hujita mkuu. Kwa hivyo tulivyokuwa tukizungumza, hatukuzungumza ukereketwa, tukizungumza suala la kitaifa. Na mimi Mheshimiwa Othmani husema lugha yangu kidogo ya Kiswahili. Tulikuwa tunaambizana kwamba miaka 60 iliyopita sote sisi tulioko hapa tulikuwa waduchu. Kawambia mimi nilikuwa saa hizo miaka 60 niko Migombani au naiba embe. Lakini leo nawaambia, leo ninaitwa kiongozi mstaafu wa kuzungumza mambo ya nchi yangu. Hoja nikaweka kwamba mjukuu wa Karume, mjukuu wa Sheni, mjukuu wa Babu Duni, tunamwangalia nini na kumtayarishia nini miaka 60 atapokuwa mtu mzima kama sisi. Kwa hivyo hoja haikuwa ukereketwa, haikuwa nyinyi na sisi, ilikuwa ni sisi Wazanzibari. Tukizungumza tatizo la nchi, ni kwamba niliwatolea mfano, usione ndo Babu Duni. Naambia hata siye majumbani mwetu hugombana. Tukakaa siku 6, baba anampa mgongo mama, mama anampa mgongo baba. Na ukiwa na haja ya kitu unamwita, we Mariam, we mwambie baba yako kitoyo hamna. Hamwambii kwa sababu kanuna. Lakini huisha, watu wakaanza maisha yakaendelea. Wazee wetu wengine wana miaka 60 ya ndoa. Nawaambia, tulikuwa na muafaka wa kwanza, tukawa na muafaka wa pili, tukawa na muafaka wa tatu,
Zeiten des Umbruchs. Watu wa ajabu. Marekani alipigwa mabomu na Japani. Nawaambia, Pearl Harbor ilikwenda pigwa mabomu na Japani. Wakaenda wakamwambia mfalme wao wa Japani, tushampiga Marekani. Akawaambia, lo, mshachokoza jini. Marekani wakaipiga bomu Japani. Na bahati nzuri na wote nilokuwa tunazungumza wote waishafika. Mpaka leo vilema wanazaliwa Japani kwa sababu ya madhara ya bomu yale. Lakini leo Marekani na Japani marafiki. Sisi wa Zanzibari tumefanya dhambi gani hatusikilizani? Lipi kubwa? Kuwa rais. So wewe kushakuwa Karume. Kuwa rais. So wewe ushakuwa Sheni. Si sasa kuna Huseni. Si naye ataondoka. Atakuja mwingine. Lakini hatima ya nchi yetu inakwenda wapi? Dr. Karume anasema, Babu Duni, nakujua wewe matata lakini nakufahamu. Kwa hivyo kwa ufupi, haya yatakayosemwa na mwenyekiti ni matokeo ya mjadala na lugha sasa na tafakuri kubwa ya viongozi hao wawili na sisi wawili. Tukiyasema, wakenda wakishauriana na kiongozi Dr. Huseni, yakirudi mengine alikuwa magumu mno. Lakini tukikaa tunachambua kama karanga. Mwisho unaona Babu Karume asema, natamani nirudi miaka 20 nyuma na mie ni wemo. Kwa hivyo tumefika hapo tutakapoelezwa. Sisi tukawaambia, atakwambieni mwenyekiti, tulishaomba ruhusa kwenye chama. Tunaambia na nyie endeni mkasikilizane huko. Lakini suala la msingi, miaka 60 ile hatutokuwepo sisi. Kufika kule tunakuandaa sisi tulokuwepo leo. Tukivuruga, si kijukuu changu wala chako mzee Karume wala chako Dr. Sheni. Maana nawaambia, mie siamini kwamba mjukuu wa Karume naye atakuwa rais. Akacheka. Sasa kama mjukuu wa Karume hawezi kuwa rais, na Babu Duni sidhani kama atakuwa rais. Lakini aje aishi vipi miaka 60? Waandalizi ni sisi. Na ndugu zangu, sisi sote ni wamoja. Nilimtania, si bora simseme pale, nikamwambia, wewe si tumeoa kwako wewe? Akaambia ndio. Si wajukuu zako wanakuja kwangu mie kwa Babu Duni? Nani hapa hajaolewa na CCM? Nani nyie hapa? Nani hajaolewa CCM hajaolewa na ACT? Kama si mjomba, babu, mkwe, baba mdogo.
tunahitaji kufanya mabadiliko, tuendeshe nchi yetu kwa utulivu. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi tumejitahidi tulivyoweza. Nategemea inshallah na wale vichwa ngumu wa CCM watazinduka. Ingekuwa kuna muda kule kwenye kikao, sote wane tulikuwa tuna ifahamu karatasi hii leo nimeileta siisome, lakini hii ni sharia iliyopitishwa 1964 katika Baraza la Mapinduzi la kwanza, kwamba tushapindua. Kwa nini tumepindua? Zimeelezwa sababu. Moja, kuondoa ubaguzi wa aina yoyote kati yetu. Mzee Karume huyo kati ya saini hapo. Karume mkubwa. Nilikuwa chuoni siku hizo. Wenzetu hii wameisahau, kwamba hii ndo dira ya kuendesha nchi yetu. Sheria hii itajulikana kama ni sheria ya usawa, maridhiano na umoja ya watu wa Zanzibar. Sikusema mimi hivyo. Madhumuni makuu ya watu wa Zanzibar: kutokomeza upendeleo wa kiuchumi, kijamii au upendeleo wa kisheria, na mapungufu yote yaliyopita yalikuwa yanawagawa wananchi na makundi mbalimbali ya raia kwa njia ya ukabila, jinsia, dini au uasili wa mtu. Na madhumuni hasa ya mapinduzi ni kukuza usawa, maridhiano na umoja kwa watu wa Zanzibar. Oha. Sasa tunapelekwa wapi? Waheshimiwa, nashukuru nimepata kukata mate. Mkiniachia nitataka kusema zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Asanteni sana. Asante sana.